mnapokataa kwamba eti Yesu hahusiki na nyinyi, amehusika kwa wana wa Israeli, aya hizo tumesema zipo. Lakini baada ya pale, mbona amehusika na watu wa mataifa mengine? Kwa nini nyinyi mnakataa kuingia kwenye mpango huo? Na kama nyinyi mnakataa, salama yenu nyinyi sasa iko wapi? Iko wapi? Ninajua ninazo dakika zingine baadaye nitaingia kwa undani sasa kueleza tu kwamba sasa tulihusikaje watu wa mataifa ambao nikiwemo na mimi na wewe unayenitazama sasa, tulihusikanaje na Yesu? Na kama ukikataa kutakuwa na hasara gani? Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ameamriwa awe mhukumu na mwokozi wa walimwengu wote. Maana ukikataa, umekataa kwamba wewe huhitaji wokovu, na kitu ambacho ni hatari kwa maisha yako. Kwa hiyo ndugu yangu, kwenye sehemu ya kwanza alipotaka mlango tumempa, tumemwambia mlango ni Yesu mwenyewe. Sasa ni uamuzi wako kuingia ule mlango au kuukataa ili ukahukumiwe vizuri. Na tumeeleza kwenye sehemu ya kwanza kwamba Torati ndio ilikuwa imewagawa baina ya wana wa Israeli na watu wa mataifa. Ile Torati Yesu alipokuja akaanza kuiondoa, na alipoiondoa akaingia mpaka kwa watu wa mataifa. Kwa nini? Kabla ya hapo watu wa mataifa walikuwa hawamjui Mungu, walikuwa hawana Torati, walikuwa hawana ibada ya Mungu, walikuwa wanaabudu miungu. Ndio maana leo tunamwabudu Mungu wa kweli wa Israeli. Kwa nini? Kuna sababu kwamba injili ya kweli na neno la Mungu la kweli limetoka kwao, kwa wana wa Israeli, ambako Mungu alijifunua likahamia kwa watu wa mataifa, wakiwemo Waarabu, wa Afrika, Wanyamwezi kama ndugu yangu Kabunda na mimi, wote tunahusika. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anahusika na watu wa mataifa yote. Hata wewe ni shahidi. Angalia katika ibada yako unayofanya na angalia katika ibada zingine, utagundua kuna tofauti ndani ya moyo. Hata kama utamwambia mtu, utagundua tofauti ipo. Tofauti hiyo ndio tunayoisema sasa. Wakristo tuko jinsi tulivyo kwa sababu tumemkubali Yesu kwamba anahusika na ulimwengu mzima na sisi tukiwamo. Na Waislamu kama mtaendelea kukataa sawa, lakini wakati wa ukweli umeshawekwa mbele yenu. Hiyo ndio kazi tunayoifanya sasa. Na bahati nzuri vitabu vipo, vitakuwa shahidi na katika yale ambayo yatazidi kuendelea. Tumesema sehemu ya pili tutaingia kwa undani kueleza, kwa sababu aya zinazotolewa zinahusu Isa. Jamani, Isa Biblia haimfahamu. Jamani, narudia tena ndugu zangu Waislamu, Isa Biblia haimfahamu. Biblia inamfahamu Yesu. Ukitaka kumuita kwa lugha ya Kiarabu muite Yasu. Yasu sio Isa. Asante mwalimu. Nadhani muda wako unaweza kuaga tu sekunde mbili, sije nikakukatisha sana. Ubarikiwe. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waislamu takbir. Asante mwalimu Daniel Mwakemwa kwa ufafanuzi wako huo mzuri. Naamini tulio na masikio ya kusikia basi tutakuwa tumekusikia. Na mimi sina chochote cha kuongeza, kwa maana ninabanwa na taratibu zetu, kwamba sisi kazi yetu wenye viti ni kuongoza tu wala si kuongeza. Na mimi ninaamini kwamba mwalimu amekwenda katika njia iliyo sawa, ingawa tu kidogo kuna vitu ambavyo baadaye vimejitokeza. Hivi sio mada yetu kwa ujumla kabisa. Swala la Isa sio Yesu au Yesu sio Isa sio ishu iliyotuleta leo. Kwa naomba tu pande zote mbili tulizingatie sana hili. Turudi katika mjadala halisi ambao uko mezani kwetu. Je, Yesu ametumwa kwa mataifa yote? Hilo ndilo lililoko mezani kwetu. Basi nami napenda kurudisha maiki kwa mwenyekiti mwenza kwa ajili ya utaratibu mwingine unaoendelea. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti mwenza, na ninashukuru sana kwa ufafanuzi ambao umeuweka, na ndio maana mimi nakubaliana na wewe katika baadhi ya mambo. Ila tatizo lako mwenyekiti mwenza ni moja tu, hutaki kuwa Muislamu. Hilo tu ndio tatizo, lakini katika mambo ya kusimamia haki, katika hilo tunakwenda pamoja. Waislamu, napenda kutoa utaratibu mmoja, ni kwamba swala ya dhuhuri tutaswali hapa hapa kwa watu wenye udhu, tutaadhini hapa hapa na tutaswali hapa hapa. Tumeswaliwa takriban
na dakika zisizopungua 15. Lakini katika dakika 15 hizi kuna dakika 10 kwa upande wa Uislamu kufanya summarize, na kuna dakika 10 pia upande wa Kristo kuweza kufanya summarize. Sasa uzuri wa jambo ni kwamba tulifanye kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo nilikuwa ninapenda tutumie dakika hizi 15 insha Allah kwa ajili ya sala, tuswali swala ya dhuhuri, na baada ya hapo insha Allah tutakuja kumalizia dakika 10 na moja kwa moja tutaingia katika kipindi cha maswali na majibu. Hilo ni jambo ambalo mwenyekiti mwenza napenda kuliweka wazi, sijui unalizungumziaje? Mimi nadhani ni sahihi kabisa, nakubaliana na wewe. Tutumie muda huo kwa jambo hili la ibada. Karibu, endelea mwenyekiti. Othman Mazinge, Profesa, summarize dakika 10 inshallah. Mada, Yesu katumwa kwa watu gani? Mwalimu amepita somo lake, ametoa takriban aya zisizopungua 12, akaweka wazi kwamba Yesu ni mlango wa 13. Yesu ni yeye jana na leo. Paulo ndio ametumwa akaenda mpaka Arabuni, akafafanua sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Nyinyi mlisoma nusu, akasoma Mathayo 23:34, Rumi 9:1-4, Isaya 49:6, Yohana 10:16 na alkadhalika. Kwa hiyo inshallah dakika 10, Profesa Mazinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Watukufu wa Islam, kwanza kabla ya kufanya lolote sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad, mtume ambaye ni rehema kwa wanadamu wote. Dakika 15 zilizopita kuna ndugu yangu alisimama hapa, Danieli, akatoa dua hapa, akatoa kalima ya kwao. Ile kalima ikawa inatukuza, inasema katoa shahadu kwamba Yesu ni Mungu wake, akamalizia na Paulo katumwa, akiwa na maana anatufundisha sisi tuliohudhuria hapa kwamba huyu Yesu ni Mungu na Paulo ni mtume wake, kwa yeye alivyosema hapa, make namnukuu yeye. Mada tunayoongea hapa ni nani Yesu katumwa kwa watu gani? Kwa watu wote au wana wa Israeli? Ndugu yetu anatuambia Yesu ni Mungu na Paulo ni mtume wa huyo Yesu, akiwa na maana Paulo ndiye mtume lakini siyo Yesu. Hapa tunataka tukukumbushe mada, hatumjadili mtume Paulo, tunamjadili Yesu. Alafu akasema tarehe 26 mwezi uliopita alisimama hapa, lakini hakumalizia. Alisimama hapa kwa mada gani? Tulisimama hapa tukimzungumzia Yesu ni Mungu au sio Mungu. Yeye akathibitisha Yesu ni Mungu. Tunathibitisha leo. Bwana Danieli anawaambia Wakristo, yule Mungu tulikuwa tukimzungumzia tarehe 27 mwezi uliopita, leo Mungu huyo anatumwa kwa mujibu wa huyu bwana, kwamba Mungu yule mliyekuja mkasikiliza hapa leo katumwa. Baadaye akabadilika akasema kajituma. Maneno hayo kwenye Biblia hakuna, ni maneno ya kichwani kwako. Alafu anasema 15 Mathayo 15 Mathayo inasema, na hao thenashara Bwana Yesu aliwaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu anawakataza wanafunzi wake wasitoke. Akatoa 1:17 anasema Paulo alikwenda Arabuni.
Yesu anakataza, Paulo kaenda Arabuni, ina maana Paulo kampinga Yesu. Yesu anakataza, Paulo anatoka. Nakushukuru sana baba askofu. Alafu akatoa translation yake akasema, huyu Isa huyu sio Yesu. Anataka na Wakristo waamini hivyo kwamba huyu Yesu sio Isa. Wakristo waaminini hivyo. Na ninataka muamini kwamba Jesus sio Yesu, na hiyo muamini. Haleluya. Akasema Yesu ndiyo mlango. Kisha waambia Wakristo wenzie Yesu ni Mungu, sasa kaama kwenye uungu sasa hivi mlango. Haya lakini hajatuambia, kwa sababu tumeona kuna milango 12. Hajatuambia Yesu kwamba mimi ni mlango wa 13. Yesu hajasema. Yesu hajasema yeye ni mlango wangapi. Milango iko mingi, lakini wangapi? Alafu huyu bwana anasema kwamba sisi tunawafuata wana wa Israeli, kwamba Bwana Yesu anasema ametumwa kwa wana wa Israeli. Huyu bwana akasema ninao kondoo wengine ambao si wa zizi hili, akiwa na maana na wale ambao sio wana wa Israeli kwamba na wao wanaingia. Haleluya. Mwenyezi Mungu hapa kuna Waisraeli wanaingia, tuambie. Joshua 7:12. Joshua 7:12. Joshua 7:12. Nyinyi mnaoingia kwa wana wa Israeli, Joshua 7:12. Joshua 7:12 katika kitabu cha Joshua 7:12. Sikilizeni ndugu zanguni wapendwa katika Bwana na wengineo. Fanya haraka ya haya. Ndipo saa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao. Naam. Kwa sababu Waisraeli wamefanyaje? Wamelaaniwa. Nyinyi wana wa Israeli wa imani mmelaaniwa. Hameni. Tumsalie Mtume. Alafu ukisikia wana wa Israeli, maana ya kibibilia wana wa Israeli sio sisi. Biblia ndio inasema. Nini maana ya wana wa Israeli? Kondoo. Nini maana ya kondoo? Kondoo nini maana? 50:17. Yeremia. Nini maana ya kondoo? Naam. Yeremia. Kondoo. Nini maana ya kondoo? Israeli. Rudia tena. Israeli. Naam. Ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hiyo ukisikia kondoo unajua ni mwana wa Israeli. Sasa hapa kuna wana wa Israeli wameingia nchini bila passport. Wana Israeli wameingia. Haleluya. Bwana Yesu jamani, Bwana Yesu alivyokuja duniani, yeye katuma na Mungu, hawezi kuacha kusema lile aliyetumwa. Huyu bwana kafanya kung'ang'aniza tu. Tunatafuta mlango wa 13. Kuna milango 12, kuna majina 12, kuna wanafunzi 12. Katika wanafunzi 12 wa Bwana Yesu kulikuwa hakuna mwanamke hata mmoja, akiwa na maana wale wanafunzi ndio watakaopita kwa kila mlango katika Yerusalemu mpya. Hakuna mwanamke pale atakayepita kwa mwanamume. Sasa tunamuuliza Bwana Yesu, hebu tuambie kweli, wewe umetumwa kwa watu wote? 17:9 Yohana. Mimi Yesu, mimi nawaombea hao, siwaombei ulimwengu.
Haya ni maneno ya Yesu haya ni maneno ya Yesu. Ndugu yangu, nafikiri kuna maneno mengine nafikiri hayaoni, itabidi wachungaji mwe mnamsaidia. Alafu kuna kitu kimoja, hebu tuiulize. Mimi kuna maneno ambayo ameyanukuu huyu bwana, hebu tusikilize Biblia inasemaje. Matendo 13:23. Matendo ya Mitume 13:23. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi, yaani Yesu. Jamani, Mungu amewaletea mwokozi wana wa Israeli, kama vile Mungu alivyowaletea watu wa dunia nzima Mtume Muhammad. Ndugu yangu alitoa Biblia yake hapa, alitoa Biblia yake ya Kiarabu akasema Isa itu Yesu. Hapa mimi nina Qur'ani translation hii hapa, the Holy Quran. Katika Qur'ani 61:6 hii hapa inasema Jesus. Hii hapa inasema Jesus. Aje akatae kwamba huyu sio Isa. Unaona, amenielewa wale? Nikiwa na maana kwamba huyu bwana anaposema Isa sio Yesu, kwenye Qur'ani ya Kiingereza kwenye Isa imeweka Jesus. Wanakubali wa Galatia? Yes, wameelewa. 10:25 Mathayo. 10:23 Mathayo. 10:25 Mathayo. 23 tuambie, watakapowafukuza mji huu, mwenye wanafunzi wangu, watakapowafukuza mji huu, kimbilieni mwingine. Ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli yote, hamtaimaliza hata ajapo Mwana wa Adamu. Yesu anasema, anawaambia wanafunzi, wakikupigeni Galilaya, nendeni mji mwingine, wakikufukuzeni mji mwingine, nendeni. Lakini nawaambia hamtaimaliza Israeli mpaka Mwana wa Adamu amerudi. Hamtomaliza kuhubiri Injili hapa Israeli mpaka Mwana wa Adamu amerudi. Leo Injili inahubiriwa Tanzania, Mwana wa Adamu amerudi. 11 Yohana, namalizia haya mwisho. 11 anayemfuata Yesu anatoa judgment. 11 Yohana. 11 Yohana anasema Bwana Yesu anamalizia anasema hivi. Naam. Yesu aliwaambia, amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwizi naye ni mnyang'anyi. Yesu anasema mtu yoyote atakayevamia zizi hili la kondoo, huyo ni mwizi na mnyang'anyi, kwa sababu Yesu anajua kuna mbuzi na kondoo. Kwa hiyo ukimwona mtu sio Mwisraeli akamfuata Yesu, Yesu anasema 15:26 aya ya mwisho. 15:26. Naam. Yule mwanamke akamwambia, Bwana nisaidie. Yesu akamwambia, mama, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Mtu mmoja alitaka msaada kwa Yesu, akamwambia, mama nisaidie. Yule mama alikuwa Mkananayo, kwa kuwa si Mwisraeli, akasema, mama, si vema kuchukua chakula watoto wana wa Israeli na kuwapa mbwa. Kwa hiyo ambaye si Mwisraeli, Bwana Yesu amemita ni mbwa. Salamu alaykum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Napenda kuweka wazi kitu kimoja ili tusiwe katika mazingira au mwanzo wa kutengeneza kwaro. Aya kama zitakuwepo zimezungumzwa wazi. Mimi nasema kwamba kwa namna moja ama nyingine
hatuhitaji kuweza kuweka ule ufafanuzi wa sana sana. Kwa mfano, aya ikizungumza kwamba fulani mbwa, tutosheke kwamba sisi sote tuna akili hapa, tutajua kwamba kimekusudiwa kwamba fulani ni mbwa. Tutakapoongeza ufundi mwingine, itakuwa kama vile tumetoa maneno katika kichwa chetu, inaweza tukawa ni sababu ya kuweza kuamsha hisia zingine kwa watu. Kwa hiyo napenda kitu kama hicho kiweze kuzingatiwa.